Yes, ni FIFA World Cup 2026, makala 23 toka ambapo kombe hilo lilianzishwa mwaka 1930. Kesho ni mechi ya ufunguzi Juni 11 kati ya Mexico dhidi ya South Africa. Ikumbukwe mwaka 2010 kombe la dunia lilofanyika nchini Afrika ya Kusini. Timu hizi mbili pia zilihusika katika mechi ya ufunguzi. Ilikuwa ni South Africa dhidi ya Mexico katika uwanja wa Joburg nchini Afrika ya Kusini. Sasa hapo kesho tunatarajia mimi kama mwandishi wa habari kukusogezea habari zote kiganjani kwako. Utakwenda kutazama mpira, uchambuzi, makala mbalimbali kupitia VOT Media. Mimi jukumu langu sio kukwambia wewe utashabikia timu gani, lakini wewe jukumu lako kubwa ni kusapoti chama lako. Sasa je, wewe unashabikia chama gani? Kwa majina yangu mimi naitwa Gerard Kadinya. Kwenye kombe la dunia hili la 2026 mimi karata yangu naipeleka moja kwa moja kwa England, kikosi cha Thomas huyu. Kwa sababu gani napeleka karata yangu England? Kwa sababu moja, kuna kipindi England haikufanya vizuri, lakini kwa sasa wana wachezaji wengi vijana ambao wanaenda kutafuta kutengeneza utawala wao baada ya vikosi kadhaa kupita bila kutengeneza utawala kwa England. Nakumbuka kwenye historia England ilichukua kombe la dunia mara mwisho ilikuwa 1966. Manake ni muda umepita toka wao kuchukua kombe la dunia, na baada hapo wapo kimya mpaka leo. Sasa kwa nini England inaenda kufanya vizuri mwaka huu? Watu wengi wanaweza wakaibeza kwamba kila mwaka wanaweza kufanya vibaya, lakini kwa upande wangu mwaka huu inaenda kufanya vizuri. Kwanza tukianzia eneo la golikipa, Pickford anaenda kuendelea kuwepo kwenye lango la England, lakini ukiachana na Pickford tunazungumzia viungo wengi ambao wapo pale England ambao wengi hawataki kuzungumzwa. Tunamzungumzia mtu kama Jude Bellingham ambaye anacheza kule Madrid, lakini hapo kuna wachezaji kadhaa hapo. Namzungumzia yule Ederson, mtoto mdogo, yupo akina Kobe Maino, wapo pale katika eneo la kiungo. Lakini kuna mtara mmoja kutoka Arsenal, huyu ni Declan Rice ambaye ameendelea kuwa muhimili mkubwa sana pale Arsenal na kiwango chake kinajulikana. Maana yake nini? Kwenye eneo la viungo basi England ipo vizuri. Kuna timu ina viungo vizuri, unaizungumzia timu kama Ureno, lakini ukiangalia kwenye eneo la ushambuliaji wanategemea mchezaji kama Ronaldo afanye jambo, manake kwa umri wake akishindwa kufanya jambo basi wamepoteana. Lakini ukizungumzia England ni moja kati ya timu ambayo ina wachezaji hatari katika eneo la ushambuliaji. Hapo unamzungumzia mzee Harry Kane. Huyo anaanza kufanya vizuri kwa sababu ameendelea kufanya vizuri hata kule Bayani ambako yupo, na umri unamtupa mkono, lakini ndo mzee yule anaezeka na utamu wake. Lakini ukiachana na huyo unamzungumzia mtu kama Oli Watkins. Huyo anacheza pale Aston Villa, ameendelea kuibeba Aston Villa mpaka hivi leo. Lakini ukiachana na Oli Watkins unamzungumzia mtoto mdogo Bukayo Saka. Hakuna mtu ambaye hajui kiwango cha Bukayo Saka. Kila mtu anafahamu kiwango chake, maana yake kile ambacho ameendelea kukionyesha katika ligi ya England sasa anaenda kukionyesha kombe la dunia. Bila kumsahau mchezaji kama yule wa Barcelona anaitwa Gordon Anton. Kwa hiyo naye yupo Barcelona akipata nafasi chache, lakini kila anapopata nafasi huwa anaonesha. Kwa maana hiyo England tunaweza kusema iko full package kwenda kulichukua kombe hilo. Na la mwisho ambalo nasema kwa nini anaenda kulichukua kombe ni nature ya kundi ambalo lipo. Kundi lake kuna yeye, kuna Panama, kuna Ghana pamoja na Croatia. Ukizungumzia Panama, hakuna hata mchezaji mmoja anayetoka kwenye zile ligi 5 bora duniani. Wachezaji wote wanatoka kwenye ligi ndogo. Maana yake nini? Hawana experience kubwa. Sioni wakienda kufanya vizuri kwenye kombe la dunia. Lakini ukiachana na Panama, kuna Ghana ambao nao sitegemei kama wanaenda kufanya vizuri sana, kwa sababu hata kwenye kombe la Afrika hapa tunaona kwa muda sasa wanaendelea kujitafuta. Lakini Croatia ni timu kubwa inajulikana, lakini tatizo la Croatia ukiangalia kikosi chao wana wazee wengi, kwa maana wachezaji wengi wa Croatia umri umewatupa mkono. Mimi nasema nipo na England, yaani nasimama na England kwenye kombe la dunia la 2026. Naam, binafsi nafikiri kama ilivyokuwa uniqueness ya kombe la dunia 2026, basi karata yangu moja kwa moja naitupa kwa Portugal, yani Ureno. Moja ya sababu ambazo zimenifanya kuitupa karata yangu kwa Ureno, kwanza ni midfielders ambao Ureno wanao.
namzungumzia Joao Neves, lakini pia Vitinha pamoja na Ruben Neves. Ni wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa, wamecheza katika mashindano mengi makubwa. Nafikiri World Cup hii ya 2026 kwao inakuwa ni moja ya platform kubwa kwao kuweza kuonesha kitu kikubwa ambacho kama alivyoweza kuonesha kwa mfano Joao Neves, lakini pia Vitinha walivyokuwa Paris Saint-Germain. Kwa hiyo inakuwa ni kitu kikubwa sana. Lakini pia ukiangalia wingers ambao Portugal wanao ambao wanaanza, lakini pia ambao wanatokea substitution, ukimwangalia Conceição, lakini pia Rafael Leao, japokuwa anakuwa anasumbuliwa na majeraha, lakini mara hii nafikiri watajitoa kwa namna moja ama nyingine kuweza kufanya kitu ambacho ni bora zaidi. Na mara nyingi ukimwangalia kocha Martinez wa Portugal, falsafa yake ama namna ambavyo anapenda kucheza ni kumiliki mpira, lakini pia kuweza kufanya mashambulizi ya kushtukiza kwenye lango la mpinzani. Rafael Leao ni mchezaji mwenye kasi. Upande ambao anacheza Rafael Leao yupo Nuno Mendes, lakini pia kuna Conceição. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wanaweza kuoverlap kuingia katika eneo la mpinzani kwenye 18 ama final third na kufanya madhara makubwa. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, creative playmaker wa Ureno. Kwa hiyo naiona Ureno ikifika hatua nzuri zaidi mpaka kuchukua kombe la dunia. Naam, kesho ndio siku ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa muda mrefu sana kwenye mashindano ya kombe la dunia, ambapo ndipo mechi ya ufunguzi pale nchini Mexico itaenda kuchezwa, mechi kati ya Mexico dhidi ya South Africa. Na karata yangu mimi kwenye michuano ya kombe la dunia 2026 nampa moja kwa moja Ufaransa. Sababu zangu kuu za kumpa Ufaransa zinajulikana na pengine watu wengi sana wanaweza wakawa wanazifahamu. Cha kwanza ni momentum tu ambayo kikosi kinayo kuelekea mashindano haya, kwa sababu Ufaransa wamekuwa kwenye fomu nzuri kwenye mashindano yaliyopita ya mwaka 2022 yaliyofanyika pale nchini Qatar, kifika finali. Lakini kwa bahati mbaya finali tulienjoy na ilikuwa ni finali ambayo ni tafu sana, na pengine Argentina ilikuwa na nafasi ndogo sana kutoa ubingwa wa mwaka huo. Lakini pia Ufaransa ndio hao waliochukua ushindi wa kombe la dunia kwa mwaka 2018. Kwa hiyo wapo kwenye momentum nzuri ya kuendelea kujihakikishia ushindi na ubingwa wa kombe hili. Lakini ukiangalia pia kikosi ambacho kimeitwa kwa asilimia kubwa, moja kati ya vikosi ambavyo mashabiki wengi wa soka hawana wasiwasi navyo, basi ni kuitwa kwa kikosi cha Ufaransa. Ukiangalia katika maeneo yote wachezaji walioitwa ni wachezaji wale ambao wana performance nzuri sana kwenye vilabu vyao. Ukiangalia kuanzia langoni ambako yuko Mike Maignan ambaye ni golikipa wa AC Milan, tumeona ni moja kati ya magolikipa bora sana, watu wengi wanatamani kumuona akifanya vizuri. Lakini eneo la walinzi ni tunao wachezaji wengi kama Lucas Hernandez, Theo Hernandez, tunao wachezaji kama Jules Kounde, tunao wachezaji wengi ambao kwa asilimia kubwa kwenye vilabu vyao wamefanya vizuri. Lakini katikati tunao wachezaji ambao wana historia kubwa sana kwenye mashindano ya kombe la dunia na vilabu wanavyovitumikia. Ukiangalia N'Golo Kante, hamna mtu ambaye anaacha kumzungumzia N'Golo Kante kwenye eneo la ulinzi wa kati. Lakini kwa upande wa attackers, yani kwa maana ya washambulizi, wengi wanajua mastaa wengi wa dunia wako pale kwenye eneo la ushambuliaji. Ukiangalia Kylian Mbappe ni mmoja kati ya wachezaji hatari zaidi kutoka klabu ya Real Madrid, akiwa amechukua kiatu cha mfungaji bora pale La Liga Spain. Lakini ukiachana na Kylian Mbappe, tunaye Ousmane Dembele, Mr Ballon d'Or huyu kutoka pale PSG, ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanaogopwa sana katika eneo la ushambuliaji. Lakini ukiachana na hao, tunaye Bakola ambaye pia kwenye mechi ya finali ya UEFA alivyoingia tu, watu wengi walitarajia kwamba pengine katika ukali wa mashambulizi utapungua, lakini alichokifanya watu wengi ni mashuhuda. Lakini kwa asilimia kubwa tu moja kati ya kikosi ambacho watu wengi wana imani nacho pia mimi ni kikosi cha Ufaransa. Kwangu mimi binafsi nampatia Afrika ya Kusini. Kwanza kitu ambacho kinanisababisha nimempatia Afrika ya Kusini, safari yake ya kufuzu kombe la dunia haikuwa rahisi. Unazungumzia kundi C ambalo lilikuwa na vigogo kama Nigeria ambao hawajafuzu kombe la dunia kwa sababu ya South Africa. Ukiwazungumzia Nigeria kwa sasa hivi kwenye soka la Afrika ni moja ya timu giant sana, na kuna baadhi ya timu ambazo zimefuzu kuelekea kombe la dunia hawana uwezo wa kuwafikia Nigeria. Kwa hiyo kwangu mimi, kutokana na kikosi walichonazo South Africa, wachezaji wengi wanacheza ligi ya ndani. Ukizungumzia wachezaji wao, hata wale key player wanatokea timu moja, Mamelodi Sundowns. Ukimzungumzia kama mtu kama Ronwen Williams, Teboho Mokoena, ni mmoja wa watu ambao wanafanya vizuri sana kwenye safu ya ulinzi na waweza wakafanya vizuri. Kwa hiyo mimi kwangu mimi Afrika ya Kusini ni moja ya timu ambayo naiona kwa jicho la mbali sana, licha ya watu wengi kutoitazama kwa sababu wanaichukulia kama timu ndogo, lakini moja ya timu ambayo wachezaji wengi wanaundwa kutoka timu moja ambayo ni Mamelodi Sundowns.